Okay, mambo vipi? Omar Kulateni hapa. Tunaendelea na episode zetu za kuweza kujifunza. Sasa leo tutaenda kujifunza namna gani ya kuweza kuzungumza kama mshauri wa afya, kwa sababu unapoanza biashara, maadamu hiyo biashara ambayo unaifanya ina deal na product, ina deal na kuweza kutoa masuala ya virutubisho. So wewe kama wewe mfanya biashara, lazima ujue japo kwa uchache kuzungumza kama mshauri wa afya, ili unapoenda kuzungumza na mteja, unapoenda kuzungumza na huyo mhusika ambaye unataka kumpatia product, akuamini, lakini pia aone kweli wewe ni mtu ambaye unastahili kuweza kuuza hicho kitu na unastahili kuweza kumshauri ili awe mteja mzuri kwako. Sasa watu wengi wanapofanya biashara hawafocus kuweza kuzijua bidhaa. Sasa nakushauri na nakwambia, kama unafanya biashara, muhimu kuanza kuzifahamu bidhaa 5 mpaka 10. Hizo za mwanzo za kuanza kuzifahamu kama mfanya biashara. Ukishazifahamu bidhaa 5 mpaka 10, unatakiwa pia kuweza kujua namna gani ya kuzungumza kama mshauri wa afya. Kwa kuna utangulizi maalum mimi nimeweza kuwa na recommend kwenye timu yangu kwa watu wengi, wakizungumza kwa namna hizo, halafu baadaye wakiunganisha na hizo product, zinakuwa zinawasaidia kuweza kuuza bidhaa vizuri sana. Sasa na leo nitashare na wewe kwa uchache namna gani unaweza kufanya huu utangulizi ukakusaidia kujengea belief kwa yule ambaye anakusikiliza, lakini pia kukusaidia kuweza kuuza vizuri na kwa haraka zaidi. So kwa mfano mimi ndio nimeshakuwa mfanya biashara na nimeshaanza hiyo biashara na inahitaji mazungumzo ya kuweza kuzungumza kama mfanya biashara. So unatakiwa kuwa kuna kwa system chako ambacho unakifanya kila siku. Unapoanza mazungumzo unaanza kwa design hiyo. So mimi nitatoa mfano. Mimi ndio nimeshakuwa ndio mfanya biashara, ndio wewe ambaye mpya kabisa nimeanza biashara, nataka kujua utangulizi ili niziconnect na hizo bidhaa zangu 5 mpaka 10 ninazojua ili niweze kuuza vizuri. So nitaanza vipi? Okay, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vipi hali yako? I hope uko poa kabisa. So kwa majina mazuri, naitwa Omar Kulateni Abdallah na ni mshauri katika masuala ya kiafya, na hususan katika masuala ya matatizo au maradhi yasiyoambukiza. Na leo niko na wewe hapa kuweza kushare na wewe namna gani unaweza kuwa na afya njema, lakini namna gani unaweza wewe kuweza kutumia virutubisho kwa ajili ya kuweza kusaidia kuishi na afya njema. Kwa sababu tathmini zetu za kiafya zinasema takriban 70% ya magonjwa mengi tunayopata sisi binadamu yanakuja kutokana na lifestyle ya vyakula ambavyo tunavitumia. Na hata vifo vinavyoongozwa kuondoa duniani sasa hivi vinakuja na haya maradhi yasiyoambukiza. Ukisikia hizo sukari, pressure, vidonda vya tumbo, bawasiri, masuala ya moyo, uzazi, tezi dume na kadhalika. Hayo magonjwa kwa bahati mbaya hakuambukizi mtu, yanakuja kulingana na hizi lifestyle ya vyakula ambavyo tunavitumia, na ndio maana vifo vingi vinaongozwa kuondoa duniani. Na sasa hivi maradhi ambayo yanaongoza kuondoa duniani ni maradhi yasiyoambukiza. Sasa ukiangalia kikawaida, tunavuta moshi wa magari, tunavuta moshi wa matakataka, moshi wa kupikia. Umekaa na mtu ana tabia mbaya, mtu masigara, ukivuta zile moshi tunaingiza hizo sumu mwilini. Lakini pia ukiacha hiyo, pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyoumba sisi binadamu tupo group ya damu. Kuna watu wana body group A ya damu, wengine body group B, wengine body group AB na wengine body group O. Kwa hiyo sio kila chakula unachokila ni chako. Kuna vyakula kila kwako ni dawa, kuna vyakula kila kwako ni sumu, na kuna vyakula kila havina shida na mwili wako. Lakini watu wengi tumekuwa hatujui group ya damu yapi wala vyakula gani ni sahihi kwetu. Unakuta mtu amealikwa shughulini, amekuta mishikaki, pweza, badia, mbatata, yeye anapapia tu. Kumbe kuna vitu ukiingiza katika mwili wako unasababisha kuingiza sumu mwilini. Unapokula vitu kama hivyo vinachangia kuingiza sumu mwilini. Lakini ukiachia hiyo, vyakula ambavyo tunakula sasa hivi, tunakula kujaza tumbo, chips tunaotumia, miche tunaotumia, majuisi wa tunaotumia, vyakula vingi vya design kama hivyo. Unaweza kula asubuhi, ukala mchana, ukala usiku, lakini bado umekula kujaza tumbo, lakini mwili wako umekosesha kupatia vile virutubisho sahihi vinavyohitajika katika mwili kwa sababu ya lifestyle ambayo tunaitumia sasa hivi. Tunakosa kupa mlo kamili, na mlo kamili ni mlo wenye virutubisho vyote. So kutokana na vyakula vya kisasa tunakosa kupata mlo kamili. Kwa tunapokula vyakula kama hivyo, navyo pia kumbuka una sumu zinaingia katika mwili. Ukiacha hiyo, pia matunda mboga ambayo tunatumia sasa hivi ni tofauti kabisa za miaka 61 iliyopita. Mara mingi sasa hivi yanapigwa mbolea kali, yanapulizwa madawa kiasi kama nakosa madini na virutubisho vinavyohitajika kupatikana katika ile mboga na ile matunda. So kiasi ya kwamba unakula kujaza tumbo, na sifa chemical, hata uipike, uichemshe, uikange, madhara yake ni pale pale katika mwili. Sasa unapokula vitu kama hivyo vinachangia kwa kuongeza sumu katika mwili wako. Ukiacha hiyo, pia dawa tunatumia hospitali, hizi dawa zinasimamia chini ya 100 chemical
na unapokula asilimia 80 ile chemical inatoka baada ya masaa 24 kupita, asilimia 20 inabakia katika mwili. Hasa unapokula asubuhi, unapokula jioni, unapokula usiku, hajafika masaa 24 ndio kula zile dawa, ule mnyororo wa sumu unazidi kuongezeka pia kumkua katika mwili, na unapelekea kuongeza sumu nyingine katika mwili. Hasa mwisho wa siku kujumlisha stress ya maisha ambayo tuko nazo, ukijumlisha kutofanya mazoezi, ukijumlisha kutokunywa maji ya kutosha, kutokulala vizuri, unakuta ule mnyororo wa sumu unazidi kuwa mkubwa katika mwili. Hasa mnyororo wa takataka unazidi kuwa mkubwa katika mwili, unapelekea nini? Unapelekea baadaye njeto haja kubwa, unapelekea njeto haja ndogo, unapelekea ini, unapelekea figo, unapelekea ngozi. Hivyo viungo vinashindwa kuzitoa taka zote kisawasawa katika mwili. Kwa maana hiyo kunabaki na taka nyingi wapi? Mwilini. Na taka yoyote kibaki katika mwili inakuwa ni rutuba kwa magonjwa, inakuwa ni rutuba kwa chanjo ambazo mingi kujitokeza na kuendelea kufanya katika mwili. Sasa kama unataka kuishi na afya njema, ni muhimu sana hizo taka kuzitoa, ili zisije zikaleta madhara zaidi, ukaja ukapata matatizo ambayo ni permanent baadaye katika maisha. Hasa badala ya kuliona hilo, ndo kampuni ya Forever Living wameandaa virutubisho maalum vya kuweza kutumia. So hapa itabidi kwa mujibu wa changamoto yako, kwa mujibu wa ulivyo, kama unataka kujenga afya njema, una namna mbili ya kuweza kujenga afya. Namna ya kwanza ni kuondosha mnyororo wa sumu mwilini, na namna ya pili ni kuweza kuimarisha. Hasa kwenye kuimarisha itabidi tuanze kutumia virutubisho vya kusaidia kuimarisha na kuweza kutoa sumu mwilini. Ndio maana hivyo tuna hii product ambayo inaitwa Aloe Vera Gel. Hii ni product ambayo inafanya kazi ya kwenda kukwangua na kusafisha mmeng'enyo wa chakula. Inafanya kazi ya kwenda hiyo. Sasa hapo utangulizi nadhani utakuwa umeuona. Ukimaliza hapo sasa unaleta ile product yako. Sasa kwa mfano kama ni unataka kumwelekeza multimaka huyo mtu utaka, sasa kwa maana hiyo sasa itabidi uanze kutumia virutubisho. Sasa kwenye kampuni tuna product moja ambayo inaitwa Forever Multimaka. Hii ni product ambayo inafanya kazi gani? Inafanya kazi kwanza ya kuongeza hisia kwa kina baba na kina mama, tena kwa asilimia 180. Inafanya kazi gani nyingine? Inafanya kazi gani? Kwa hapo kazi yako ni kujua sasa hizo product. Ndio maana kazungumza uzijue product 5 mpaka 10. Sasa hapo nataka kuzielezea zile bidhaa kwa mujibu zilivyoandikwa hasa kwenye kitabu. Unaweza ukafungua hata kitabu kaambia sasa kuna hii bidhaa inaitwa Aloe Vera Gel, na hii inatokana na mmea wa aloe vera na imetengenezwa kutumia jeli la kati, imetumika katika mfumo fulani na ina madini kadha 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 kadha. Sasa faida yake inasaidia kuweza kusafisha mmeng'enyo wa chakula, inasaidia kuweza kutoa sumu mwilini, inasaidia kwenye vidonda vya tumbo, inasaidia katika kitu fulani, inasaidia katika kitu fulani, inasaidia fulani. Si umeniona? Umenipata? Kwa hiyo unakuwa hapo unaenda ku-explain zile products zinazofanya kazi. Sasa mfano bidhaa ya mfumo wa upumuaji unamweleza sasa, kwa maana hiyo itabidi uanze kutumia bidhaa kadha wa kadha. Sasa nadhani utakuwa umenipata vizuri. Sasa wewe kama wewe unazungumzia bidhaa vipi? Mimi huu mfumo ambao nakuelekeza ndio ulioweza kunisaidia kuweza kupata watu wengi kuweza kunielewa na kupata kufanya mauzo, na popote pale naweza nikazungumza kama ni mshauri wa afya. Hapa nimeshia kwa ufupi tu, lakini kuna elimu pana zaidi ambazo unaweza ukaifafanulia zaidi na ukatembea vile mtu alivyokuelekeza juu ya changamoto yake. Sasa leo katika episode hii nataka ukajifunze hicho kitu. Katafute bidhaa 5 mpaka 10. Halafu tafuta vitabu, tafuta madini kupitia mitandao ya kijamii kama kwenye Facebook, kwenye Google, tayari kwenye ChatGPT, ielekeze vizuri, ifahamu hiyo bidhaa. Kwa mfano, chukua Aloe Vera Gel, iangalie kwenye Google wanaizungumzia vipi Aloe Vera Gel, imetengenezwa vipi. Angalia vitabu vyetu inazungumza vipi Aloe Vera Gel. Angalia kwenye ChatGPT inazungumza vipi. Muangalie sponsor wako anazungumzia vipi. Chukua kichwa kile cha habari, bwana, Aloe Vera Gel imetengenezwa labda kutumia mimea wa aloe vera na imetengenezwa katika mfumo fulani, na faida zake ni hizi na hizi, unaziandika upate faida zako kama 10 ambazo unaziandika pale. Then baadaye unapokutana na mtu unaanza na utangulizi, then baadaye unamuelekeza sitabidi utumie kitu kadha wa kadha. Sasa kama ana changamoto fulani inahitaji kutumia package, utaambia sasa kwa maana hii una package maalum utakaoweza kuitumia. Hiyo elimu nyingine nitakuja kuizungumzia zaidi namna gani unaweza kuziconnect hizo package. Lakini leo hii nataka ujifunze namna gani ya kuweza kuelezea bidhaa moja moja. Na ukijua kuelezea bidhaa moja moja kwa package ni jambo rahisi mno. Sasa nadhani utakuwa umepata kunielewa. Kwa cha kwanza, tafuta bidhaa 5 mpaka 10, zifahamu vizuri. Anza kidogo, chukua hata hizo 5 za mwanzo. Ifahamu Aloe Vera Gel, ifahamu Multimaka, ifahamu Atix, ifahamu Tooth Gel, ifahamu Heat Lotion, tare na bidhaa nyingine ambazo unazozipenda wewe. Zijue zimetengenezwa na nini, zinafanya kazi gani katika mwili, tare na faida zake ni zipi mtu ambavyo anazozitumia. Then baadaye jua huu utangulizi, na unapoenda kuzungumza na mtu anza na huu utangulizi, halafu baadaye ndio unakuja kuimarket ile product.
ukianza na utangulizi itamjenga yule mtu kukuamini, itamjenga yule mtu kukufahamu vizuri, na itakuwa ni rahisi wewe kama wewe kuweza kuaminika na kuweza kupata oda kwa yule mtu. Kwa hiyo hii ndio system ambayo mimi naitumia, na wewe naamini ukiitumia itakusaidia kuweza kuuza vizuri na kusaidia kuongeza mauzo yako katika biashara. Ijue wewe, wafundishe timu yako, halafu anza kuifanyia kazi, kuipractice kwa miezi 3 mpaka miezi 6. Utaona mabadiliko yake, na kila mmoja ambaye atazungumza na wewe atakupenda na atatamani kuweza kununua kile ambacho wewe unachokiuza, na yuko tayari kuweza kukusikiliza na kupata ushauri wako mwingine kwenye bidhaa nyingine. Kwa hiyo ukifanyia kazi haya niliyokuambia, nina uhakika mauzo yako yatazidi na utauza kwa mwendelezo, na wafundishe timu yako hiyo namna. Sasa mimi nimeandaa message maalum ambayo huwa naitumia kwa kuwatumia watu. So kama unataka kujua utangulizi, haya maneno hujaweza kuyarekodi vizuri hapo, unaweza ukanicheki nikakutumia kwenye WhatsApp yako huo utangulizi, ukaandika vizuri kwenye simu yako au ukaandika vizuri katika buku lako. Kila siku unausoma, alafu unakaa peke yako unaanza kuzungumza. Hey, mambo vipi? Karibu sana. Uko majina mazuri, naitwa mtu fulani. Lengo la kuitana hapa ni kuja kupanuana mawazo na kuonyesha njia mbadala na namna gani tufanye ili tuweze kuishi afya njema. Kwa sababu inaitwa leo kuna matatizo kadha, yani ili flow ile. Then baadaye unakuja kuiconnect na zile bidhaa zako. Hiyo itakusaidia kuuza na kupata soko kubwa na kupata believe ya hii biashara, na utakuwa huchoki kufanya biashara kwa sababu watu watakuwa wanapenda kile ambacho unakifanya, na watu wakishakupenda watanunua product yako, na wakinunua bidhaa yako ni rahisi kuweza kufanya biashara. Kwa hiyo anza kuyafanyia kazi haya nilikwambia na kufuata hii system, na uhakika utapata mauzo mazuri na utapiga hatua katika biashara yako. Fanyia kazi nilikwambia, iko siku utanishukuru na utanikumbuka. All the best.